Karibu kwenye mwendelezo wa uchambuzi na mazungumzo yanayohusiana na upotevu wa ndege ya Malaysia MH370 iliyopotea ikiwa inatoka Kuala Lumpur, Malaysia usiku wa tarehe 7 saa 6:41 ikiwa inafanya cruising altitude katika uwanja wa Kuala Lumpur ikiwa inaelekea Beijing, moja kati ya viwanja vikubwa kabisa katika jiji la Beijing, ikiwa inaruka na abiria 227 on board, wafanyakazi 10 na mapilot wawili. Inaleta idadi watu zaidi ya 200 wakiwa humo, wakianza safari vizuri kabisa, wakifanya mawasiliano vizuri kabisa waliokuwa kwenye cockpit na ATC kwa maana air traffic control, wakiwaongoza na kuwapa frequency za kuondoka. Sasa imebaki kitendawili duniani. Mwaka huu 2024 mwezi wa 3 tarehe 8 imetimia miaka 10 tangu kupotea kwa hii ndege, pasipo na kuonekana na wala matarajio ya viashiria vyovyote vya kuonekana kwa ndege hii. Watu wakajiuliza maswali, yawezekanaje ndege ya kisasa kama 777 Boeing yenye mifumo ya kisasa ya ung'amuzi katika satellite, katika GPS, masatcom na vitu vingine vya kwenye rada, inawezekanaje kupotea kwa miaka 10 bila kuwa na kung'amuliwa kwamba ilidondoka wapi au ilitua wapi au ilipelekwa wapi, katika nyakati ambayo dunia imejawa teknolojia na wataalamu waliobobea katika mifumo maalum ya kuongoza ndege na kutafuta na mawasiliano ya ndege kwa ujumla. Watu wanasema kwamba, watu wa aviation wanasema hiki ni kitendawili kipya na cha kushangaza katika dunia ya leo, na limeripotiwa kuwa ni janga kubwa la kushangaza katika usafirishaji wa anga lilowahi kuikumba dunia. Imeingia katika historia hiyo, kwamba yawezekanaje ndege hii watu wasifahamu chochote. Je, maswali muhimu. Boeing waliotengeneza hizi ndege hawakuwa na software ya maalum zenye kuonyesha au kuangalia utaratibu wa ndege inapoondoka mahali mpaka kufika? Swali la kwanza. Swali la pili, watu wakasema Operation Center ya Malaysia Airline yenyewe haikuwa na vifaa vya kuangalia ndege yao ikiwa inafanya hizi ruti na kutoa taarifa kwamba tuko hapa, tuko hapa, tuko hapa. Swali la pili, na maswali mengine mengi kabisa wataalamu waloweza kuyaibua. Sasa hii ni sehemu ya 3, na kitu ambacho naweza nikakushauri kama mtazamaji au mfuatiliaji wa kisa hiki, huwezi kufahamu kisa hiki kama utatazama sehemu hii, usitazame sehemu iliyopita, na huwezi kufahamu kisa hiki kama hutotazama sehemu inayokuja ukatazama sehemu nyingine. Hichi ninachotaka kusema ni kwamba hapa tunajumlisha ripoti zenye utata za wataalamu walioajiriwa na watu binafsi waliowahi kufanya na kuandika vitu hivi katika uchanganuzi wa ndani kabisa. Kwa kusema hayo, naomba nikukaribishe katika sehemu hii ya 3 uweze kufuatilia makala hii yenye uchambuzi kwamba iko wapi ndege ya Malaysia MH370. Nyuma kamera anaitwa Paul Baisa, bila kumsahau Festo Lumwe, Kabigi Master Mnyama kwenye soundi, screenwriter huyu akiwa Stanislaus Lambert, lakini pia mtaalamu wa mapambo na decor akiwa Haldina Mwingira, bila kumsahau Isa Manoti kwenye kamera nambari 1, lakini bila kumsahau Harun Tambwe katika utengenezaji mzima wa mfumo huu. Karibu sana. Mimi nikiitwa Dupa Mdupange. Karibu kila siku ya Jumapili saa 5 kamili asubuhi da 24 Media uweze kupata makala hizi kwa undani kabisa. Kama tulivyokwisha kuzungumza katika sehemu ya mwanzo tukiwa tunaanzisha hichi kipindi. Sasa hapa tuelewane kidogo, kuna kitu ningependa kuweka ufafanuzi kwa watazamaji. Nimekuwa nikipata maoni mengi sana kwa watazamaji wanaofuatilia makala hii, wakisema kwamba kuna wakati tunaenda ndani zaidi nje ya story, yani kama wanahisi kwamba story inaongelea vitu vya ufundi zaidi kuliko ile story yenyewe. Lakini kitu ambacho naweza kusema ni kwamba hapa ni sehemu ambayo tunachambua tukio. Sasa basi, maana hiyo ni kwamba maongezi ya vifaa kadhaa au mifumo kadhaa ya kitaalamu inayotumika kufanya hizi kazi hatuwezi kuyakwepa kuyazungumza, kwa sababu huu ni uchambuzi wa tukio, sio simulizi au sio movie. Kwa hiyo maana yake ni kwamba yatulazimu kuelewa kila kitu kinavyofanya kazi, ili tukisema kwamba kiliacha kufanya kazi au kilizimwa au kilichukuliwa, mtu ajue kwamba kisinge kuwepo
nini kingetokea, au kikiwepo nini huwa kinatokea. Kwa hivyo vitu vyote vinavyofanyika hapa, vinavyozungumzwa hapa, vinavyotajwa hapa ni vitu venye umuhimu kwenye story kamili ili uielewe. Kwa kukwisha kusema hayo, tunaendelea sasa. Leo tutaangalia sana kwenye rada, mfumo wa rada zinavyofanya kazi katika usafirishaji duniani. Tukisha tazama rada, ndo tunakuja kuunga sasa katika uhalisia wa mapiloti wasifu wao. Maana kupotea kwa ndege katika dunia leo sio kitu cha kawaida, ni kitu cha kushangaza sana, na ndege ambazo zimetengenezwa katika mifumo ya kisasa zaidi, na ndege kubwa kulikweli. Bora ingekuwa ndege ndogo vya watu 5 6. Hii ni massive Boeing, yani dude fulani kubwa kulikweli. Sasa tunakuja kwenye rada. Nilikwambia kuna kitu kinaitwa secondary radar na primary radar. Hivi ni vitu viwili vinavyotumika kuongoza ndege katika dunia nzima, na sio ndege tu. Hivi vitu wanatumia watu wa marine, unaweza kutumia kwenye bahari, unaweza kutumia popote. Ni mifumo ya kudetect object au vitu ambavyo vinatoka point A, movement ya vitu vinavyotoka sehemu A kwenda sehemu B, au vilivyokuwepo katika engo fulani katika ulimwengu mzima. Kwa hiyo kwa ufupi ndio tafsiri ya rada, na kwa kizungu wenyewe wanasema ni radio detection and ranging. Ndio maana ya rada, radio detection and ranging. Sasa kuna utofauti kidogo, japo zote zinatumika kwa pamoja katika matumizi ya hivi vitu, kwamba hii primary surveillance radar na secondary surveillance radar. Commercial airlines au civilian airlines au kwa mfumo kwa matumizi haya ya ndege za kawaida za abiria, ndege za watu binafsi, hizi private jet na vitu vingine, tunakuwa tunazungumzia sana mfumo mkubwa wanaotumia wao. Wanatumia kitu kinaitwa secondary surveillance radar, SSR. Hii radar ni mfumo ambao unaiwezesha ndege kuwasiliana na watu waliokuwa ardhini katika vifaa maalum. Mfumo huu huwa unawezesha kutoa utambulisho wa ndege husika, kwamba bwana, mimi ni ndege aina fulani, nipo katika anga umbali fulani kutoka usawa bahari, na ndege yangu inakimbia kwa kasi fulani. Hii rada ya secondary surveillance radar mara nyingi na sasa ufanyaji kazi wake ni kwamba, kwanza nikurudishe kwenye rada kabla sijaje kukutafsiria hii inavyofanya kazi. Rada kwa ujumla, rada inafanyaje kazi? Rada inavyofanya kazi ni kwamba huwa inatoa mawimbi. Kuna kitu kinaitwa electromagnetic waves. Haya mawimbi huwa yanarushwa katika anga. Ni mfumo fulani, kuna antena zinaachia mawimbi kwa lugha rahisi. Zikishaachia haya mawimbi katika space, katika anga husika, yale mawimbi husafiri na kwenda kugonga kitu chochote kinachokuwa katika anga, iwe beam au metal material, kitu chochote kile. Zile waves zinapogonga kile kitu, yale mawimbi huwa yanarudishwa, ni kama yana bounce, alafu yanarudishwa yalipotoka. Yakiwa yanarudi yalipotoka, yanarudi tena kwenye antena zilizotoa yale mawimbi. Kwa hiyo yanaporudi kwenye hiyo antena, ndo tunaita signal. Ndo wale watu sasa wanaokaa kwenye zile screen wanaona okay, hewani tunaona kuna chombo kinapita. Kwa hiyo yale mawimbi yanaachiwa kwa mfumo wa hizo electromagnetics, wenyewe uta pulse. Ni kama mpigo fulani, ukishaachiwa unaenda una bounce kwenye chombo, kama ni ndege nini, ukishagongwa ule mfumo unarudi kwenye screen, ndo zinasoma. Kwa hiyo rada inapima interval au utofauti wa yale mawimbi yalipoenda kugonga kile kitu juu na yaliporudi. Kwa hiyo ule utofauti ndo huo unasababisha watu waone picha halisi kwamba hii ni ndege na inakimbia kwa kasi fulani na kitu kingine na kitu. Hiyo ni rada. Sasa na mfumo wa primary radar. Primary radar ndo ufanya hivyo, hutoa mawimbi, yanaenda juu, yanakutana na kitu chochote kule juu, alafu yanarudi faster kwenye screen za huku chini. Yale mawimbi ndo yanasoma kwamba hii ni kitu fulani. Hiyo ni primary radar na radar kwa ujumla. Na hii zinatumika sana jeshini. Ndio maana kwenye eneo la jeshi, uwe umetaka au hujataka, ni rahisi sana kuonekana ukiwa unapita hilo eneo, kwa sababu mifumo yao wao huwa yenyewe ndo inapeleka mawimbi, inang'amua na kurudi huku chini kuambia bwana kile ni kitu fulani. Secondary radar utofauti wake,
Secondary radar ndo hii inayotumika katika hizi sasa hizi commercial airlines za biashara, ndege na nini na nini. Yenyewe hufanya kazi na kitu kinaitwa transponder. Transponder ni receiver au kifaa maalum, ni kifaa kama deki fulani. Kwa wale wanaojua deki, ni kama deki fulani zipo. Hicho kifaa huwa kinawashwa na rubani katika cockpit kule katika ndege, na hicho kifaa huwa chenyewe ndo kinatuma taarifa huku chini, kinatoa kule juu, kinatuma kwa watu wa chini kwamba bwana, mimi ni ndege fulani, naruka umbali fulani, nakimbia kwa spidi fulani, na naelekea uelekeo fulani. Kwa hiyo sasa maana yake ni nini? Secondary radar huwa inategemea sana hicho kifaa kinachoitwa transponder ili kitume taarifa kwenye radar. Kwa hiyo inapotokea rubani akazima hiyo transponder kwa makusudi kwenye ndege, ina maana watu wote wa chini kwenye hizi radar za kiraia waliokuwa wanaitazama ile ndege itaonekana imepotea kwenye radar. Na ndio maana nakwambia ni vizuri tuambiane kila kazi inavyofanya, ili tukisema ndege ilipotea uwe unajua kwa nini ilipotea. Transponder inapowashwa, rubani huwa anapewa maneno maalum, namba. Huwa anapewa namba za kuingiza kwenye hicho kidude. Anapewa na nani? Anapewa na watu wanazoziongoza ndege wakiwa ardhini, wale air traffic control. Wenyewe kwa lugha za kitaalamu wanaita squawk. Squawk ni kuadjust namba. Yaani rubani anapopigiwa simu kabla hajaruka na ndege, anaambiwa bana, hebu kwenye hiyo transponder hebu weka namba 102.5. Ile ndio frequency ya radar kuisoma ile ndege. Anapobadilisha nchi, anapoingia nchi nyingine, huwa anaambiwa vile vile badilisha hiyo namba, weka namba fulani. Kwa hivyo maana yangu ni kwamba utakuwa ushafahamu radar za jeshi zinavyofanya kazi na radar za kiraia zinavyofanya kazi, yaani mfumo, japo zote zinaingiliana. Ila radar ya jeshi huwa haitaki wewe uwe na namba wala usiwe na namba. Ikikupiga ukipita kwenye zoni yake, ikikureflect tu wanakuona. Radar za hizo za kiraia mpaka upewe namba au transponder iweoni. Ukizima transponder hawakupati. Hiyo ndo maana yake. Sasa tukitoka hapo tuje kwenye kitu cha pili, kwenye technical strategy, katika mikakati. Kabla tujaenda kwenye wasifu wa marubani wa ndege ile iliyopotea, kuna kitu kinaitwa radio waves. Hizi ni frequency au radio frequency. Hizi ni frequency ambazo zinatumika sana katika kuwasiliana, inategemea na umbali wa ndege ilipo kutoka ardhini. Hapa tunakuja kuzungumza kuna vitu mbalimbali. Kuna vitu vinaitwa L, kuna vitu vinaitwa S, kuna vitu vinaitwa UHF ukivisikia, kuna vitu vinaitwa VHF. Kuna short frequency, long frequency, very high frequency na high frequency. Ndio nilivyokuwa nimezitaja hapa. Wanatumia marubani kwenye njia ya redio. Kwa hivyo na kila nchi inakuwa ina namba zake za kuadjust hivi vitu. Kwa mfano Tanzania, ukifika kwenye space ya Tanzania, rubani yote anapoingia kwenye anga la Tanzania anakuwa anapewa namba maalum ambayo itamfanya huyo rubani aweze kuwasiliana na watu wa air traffic control katika hiyo frequency. Hapo kuna vitu vinaitwa megahertz. Watu wengi wanavijua kupitia redio, labda unaposikia masafa 88.2, 85.3, unasikia redio fulani inasema labda Kigoma 33.2, ngapi. Zile ni unit za mfumo wa frequency wa redio au zile sauti zinavyosafirishwa katika mfumo wa mawimbi ya umeme, ambapo ukuunganisha wewe na watu waliopo katika sehemu A na B katika kutengeneza mawasiliano. Kwa hiyo hizo watu wa ndege wanatumia sana. Kwa hiyo pale Malaysia Kuala Lumpur International Airport, wakati ndege ya MH370 imeruka mpaka kufikia saa 7:01 usiku ikiwa katika cruising altitude ya futi 35,000 kutoka usawa wa bahari, hao jamaa ndo walipewa hichi kitu, wakaambiwa watuni katika adjustment zao pale watie namba 132.6. Hizi ni megahertz. Hizi ni frequency ambazo ziliwafanya wao sasa waweze kupata mawasiliano vizuri kutoka ardhini. Hii sasa kwa ufupi nimeshakwambia kuhusiana na radar, nimekuambia kuhusiana na redio wanazozungumza nazo wale watu wanaoendesha hizi ndege, jinsi wanavyoadjust frequency na mawimbi ili kuweza kupata maelekezo. Hii ilikuwa ni sehemu ambayo tunatakiwa tuifahamu kabla tujaendelea mbele, pasipo na kupinga, kwa sababu huko mbele tutaanza kuvitaja hivi vitu kwa kifupisho, na tukisimuliana viliacha hivi, viliacha kufanya hivi, viliacha kufanya hivi,
alafu ili tuweze kutokuwa na maswali tena. Hiyo ilikuwa ni pointi ya kuzingatia. Sasa tukija katika wasifu maalum wa hii ndege ya MH370 kwa maana Boeing 777, ni moja kati ya ndege za kisasa sana ambazo ndege hizi zilikuwa zimeanza kutengenezwa muda mrefu kwa watu wanaofahamu Boeing, na makao makuu yakiwa Seattle, Marekani. Tunaona Dreamliners na nini zinatoka kule zikiruka Seattle. Tangu mwaka 1916 kumekuwa na historia ya kiini cha uundaji wa vitu vinavyoruka na kusafiri katika anga tangu enzi hizo. Kwa hiyo kuna historia kubwa ya uundaji wa ndege, hasa shirika la Boeing. Na duniani tukizungumzia makampuni mama katika uundaji wa ndege, unataja makampuni mawili tu. Unataja Boeing mwaka 1916 na unataja Airbus. Airbus ni shirika kubwa kulikweli, lenyewe likiwa limeanzishwa au likimilikiwa na serikali ya Ufaransa tangu mwaka 1970. Kwa hiyo kwa maana hiyo tukiwa tunataja sasa hivi vitu, na kwa ufupi nikiwa nikisema B katika utambulisho, nikisema B ngapi ngapi, ujua hii ni Boeing ngapi ngapi. Nikisema A ngapi ngapi, ujua ni Airbus ngapi ngapi. Hivi ni vifupisho ndege jinsi zinavyotaja. Kwa hivyo sasa, wakati shirika la Malaysia linajiandaa kufanya safari, ikiwa imebakiza dakika moja tu ndege kutoka katika anga la Malaysia kuingia katika anga la Vietnam katika kituo cha Ho Chi Minh, ndege ikiambaambaa kuelekea maeneo ya wanaita Cambodia, kupita katika anga la Cambodia na kuingia China kutua. Sasa basi, wakati ndege inajiandaa kuruka siku hiyo, kuna vitu vichache havikuwa vya kawaida kwa mujibu wa macho ya kiutazamaji wa kiuchunguzi. Ndege haikuwa na utaratibu wa kawaida. Kwa nini nasema ndege haikuwa na utaratibu wa kawaida? Kabla tujafika hapo, tuanze kuangalia hawa marubani wawili. Tuangalie katika wasifu wao. Rubani mkuu kwa maana ya captain wa hii ndege, huyu mwenye umri wa miaka 53, ni mtu senior kabisa katika sekta ya aviation au urushaji wa vyombo vya anga. Yeye akiwa na masaa zaidi ya 18, akiwa amerusha ndege kwa masaa zaidi ya 18, lakini akiwa peke yake katika ndege za 777, yani Boeing 777, amerusha masaa zaidi ya 8,000. Ni mtu aliyepata daraja la kwanza kama cadet pilot mwaka 1981. Ninaposema cadet pilot, ni pilot ambaye au rubani ambaye bado hajaaminika kuanza kurusha ndege rasmi. Kwa hiyo anakuwa kama yuko field, anarusha ndege lakini chini ya uangalizi maalum. Hii inaitwa cadet pilot. Kwa hiyo mwaka 1981 huyu bwana Zahri Ahmed, yeye alipewa certificate ya kuwa cadet pilot. Sasa basi, huyu bwana kabla ya kuingia kwenye Airbus 777, yeye aliaminika mara ya kwanza mwaka 1991 kuwa rasmi kama captain katika fleet. Sema fleet maana yake ni kile kikosi au kundi la watu fulani. Tukisema fleet ya watu wa 737, ina maana ni kundi au crew ya marubani wanaorusha ndege za Boeing 737, ndio tunaitwa fleet ya 737. Kwa hiyo huyu Zahri Ahmed Shah, yeye aliaminika mwaka 91 rasmi kama fleet captain wa ndege ya Boeing 737-400. Akiwa mwaka 91 mpaka mwaka 96 akapanda tena cheo, akaja kuwa promoted, akatoka kwenye 737-400 akaja kurusha Airbus 330-300. Sasa tuje tuone upande wa pili. Huyu bwana Farik Abdul yeye Hamid, yeye akiwa na umri wa miaka 27 tu, huyu first officer, yani msaidizi alioruka na hiyo ndege siku hiyo, akiwa na umri wa miaka 27 tu, yeye akiwa na masaa zaidi ya 2000, lakini akiwa na masaa machache ya kwenye kurusha 777, kwa maana masaa 39 tu. Hawa watu rekodi zinaonyesha walipochunguzwa, maana hao ndo marubani waliopotea na ndege, ilionyesha wana shida gani au nini kilikuwa katikati yao, au kuna mmoja wapo anahusishwa na namna yoyote katika upotevu huu. Asante sana, karibu sana katika sehemu ya 4 ya makala hii ya ndege iliyopotea kwa miaka 10. Iko wapi Malaysia Flight 370 MH?
iliyopotea na abiria 298 ikiruka kutoka Kuala Lumpur, Malaysia kwenda kutua Beijing, katikati ya jiji, katika mmoja ya uwanja maarufu kabisa unaopatikana katika wilaya ya Chaoyang. Ndege ilitakiwa itue alfajiri pale saa 12 za alfajiri, lakini mpaka leo haijawahi kutua na haifahamiki iko wapi. Karibu sana, mimi naitwa Dupa Mdupange na niseme tano za nguvu kwa timu iliyokuwa nyuma ya kamera ikifanya vizuri kabisa. Tano za nguvu, bye bye.